Kwa halmashauri ya wilaya ya Mkalama, kilimo kimeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi kwa wananchi wa Mkalama. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kutoka tani 116,948 katika msimu wa mwaka 2024-2025 hadi tani 354,438 katika msimu wa 2025-2026. Kwa upande wa mazao ya biashara, uzalishaji umeongezeka kutoka tani 44,796 hadi tani 50,471 katika kipindi hicho. Mafanikio haya yamechangiwa na kuongezeka kwa maafisa ugani ambao ni wa kilimo, ambao halmashauri imepokea kutoka maafisa ugani 16 waliokuwepo mwaka wa fedha uliopita hadi maafisa ugani 47. Lakini pia mafanikio haya yamechagizwa na matumizi ya mbegu bora na mbolea kupitia ruzuku ya serikali, ambapo jumla ya pembejeo za ruzuku zenye thamani ya shilingi bilioni 9,488 na laki 5 zimesambazwa kwa wananchi, pamoja na utekelezaji wa mfumo wa stakabadhi za ghala ambao umeimarisha masoko ya zao la dengu na kuongeza kipato kwa wakulima wetu. Kupitia mfumo huu, jumla ya shilingi bilioni 8,143,989.06 zimelipwa kwa wakulima kupitia mfumo huu, lakini na shilingi milioni 246,688,529 zililipwa halmashauri, ikiwa ni ushuru unaotokana na zao la dengu. Sekta ya mifugo. Sekta hii imeendelea kuimarika kupitia utoaji wa huduma za chanjo na tiba, ambapo jumla ya mifugo 173,775 imehudumiwa, ikijumuisha ng'ombe 115,153, mbuzi 37,519 na kondoo 21,103. Aidha, uzalishaji wa mifugo na bidhaa zake umeongezeka kutoka asilimia 65 mwaka 2024-2025 hadi asilimia 80 katika mwaka wa fedha ulioisha. Mafanikio haya pia yamechangiwa na kuongezeka kwa maafisa mifugo kutoka maafisa mifugo 28 waliokuwepo hadi 35. Hatua hizi zote zimeboresha huduma kwa wafugaji, kuongeza tija katika ufugaji na kuchangia kuongezeka kwa kipato cha wafugaji pamoja na maendeleo ya sekta nzima kwa ujumla. Sambamba na hilo, sekta ya mifugo imeendelea kuwa na usimamizi wa huduma ya kuosha na kuogesha mifugo, ambapo jumla ya mifugo 379,199 wamehudumiwa, ikijumlisha ng'ombe 271,728, mbuzi 66,748 na kondoo 40,197 pamoja na mbwa 523. Kwa upande wa dawa zilizopokelewa za kuogeshea mifugo, halmashauri imepokea dozi. Kwa upande wa dawa zilizopokelewa, halmashauri imepokea dozi za chanjo yani CBPP dozi 1,500,000 zenye thamani ya shilingi milioni 37,500, dozi ya chanjo ya PPR dozi 143,000 zenye thamani ya shilingi milioni 50 na 50,000, na dozi ya chanjo ya Newcastle ya dozi 350,000 yenye thamani ya shilingi milioni 14. Kwa ujumla thamani ya dawa zilizopokelewa ni shilingi milioni 101,550,000. Kwa majina naitwa Doto Masanja, mimi ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya Mkalama. Kwa mafanikio ya mwaka 2025-26 katika idara ya kilimo, kwanza tumefanikiwa kukuza uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara, lakini jambo hilo limefanikiwa kutokana na jitihada za idara ya kilimo. Kwanza tunashukuru serikali kwa kutusaidia kuajiliwa kwa maafisa kilimo wapya. Ya ufikiwaji wa huduma za ugani kwa wakulima imekuwa rahisi. Maafisa kilimo wapo kwenye vijiji na kata, ambapo wamewasaidia kuwapa elimu wakulima ya kanuni bora za kilimo, ambapo imesaidia wakulima kuzalisha kwa tija katika maeneo yao. Pia tunashukuru serikali kwa mfumo wake wa kutoa ruzuku kwa pembejeo, hasa mbegu na mbolea, ambacho hiyo imesaidia wakulima kupata mbegu bora kwa gharama nafuu na pia kupata mbolea kwa gharama nafuu. Kwa hiyo imekuwa rahisi kwa wakulima kuzalisha kutokana kwamba wamepata mbolea kwa wakati na kwa gharama nafuu na kutumia kwenye mashamba yao na kupata mbegu bora na kwa wakati kwa gharama nafuu kupitia mfumo wa ruzuku unaosimamiwa na serikali. Imekuwa ni sehemu ya ajira sisi kama vijana inapofika msimu wa kilimo, kwa mfano kama kitunguu. Kwa wafanyabiashara wakulima wale wakubwa, sisi kama vijana tunaenda kufanya kazi
katika yale mashamba na inakuwa ni sehemu ya ajira. Hivyo hiyo ni moja ya manufaa ambayo nimenufaika mimi kama kijana wa Mkalama.